RMS Titanic ilikuwa meli kubwa sana ya kifahari iliyojengwa Uingereza na kampuni ya White Star Line. Ilikamilishwa mwaka 1912 na ilionekana kuwa ya kisasa mno kiasi kwamba watu wengi waliamini haiwezi kuzama. Urefu takriban mita 269, iliweza kubeba zaidi ya watu 2200. Ilikuwa na madaraja ya kifahari, mabwawa, mikahawa na vyumba vya hadhi ya juu. Safari yake ya kwanza ilikuwa kutoka Southampton, Uingereza kwenda New York, Marekani. Jinsi Titanic ilivyozama. Usiku wa Aprili 14 mwaka 1912, Titanic ilikuwa ikisafiri katika bahari ya Atlantiki ya kaskazini. Iligonga barafu, iceberg. Usiku huo kulikuwa na barafu nyingi baharini. Titanic iligonga barafu upande wa kulia wa meli. Sehemu nyingi zilipasuka. Ingawa meli ilikuwa na vyumba visivyopitisha maji, uharibifu ulikuwa mkubwa kuliko uwezo wake wa kujilinda. Boti za kuokoa hazikutosha. Kulikuwa na boti chache sana za uokoaji zisizotosha kwa abiria wote. Baada ya saa 2 na dakika 40 meli ilivunjika vipande viwili na kuzama kabisa alfajiri ya Aprili 15 mwaka 1912. Zaidi ya watu 1500 walifariki. Sababu kuu za vifo: kuzama majini, baridi kali ya bahari. Waliokolewa takriban watu 700, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Sababu kuu za janga: kasi kubwa licha ya onyo la barafu, ukosefu wa boti za kutosha, mawasiliano duni ya dharura, uaminifu kupita kiasi kwamba meli haiwezi kuzama. Funzo kubwa: janga la Titanic lilisababisha mabadiliko ya sheria za usalama baharini. Kila meli kuhitajika kuwa na boti za kutosha, ufuatiliaji bora wa barafu baharini. Titanic iliondoka Aprili 10 mwaka 1912. Ndani ya meli kulikuwa na matajiri wakubwa wa dunia. Daraja la kwanza, wahamiaji maskini waliokuwa wanaenda kutafuta maisha ya Amerika. Daraja la tatu, wafanyakazi zaidi ya 900. Watu walikuwa wanacheza muziki, kula chakula cha kifahari, kucheka na kufurahia safari. Hakukuwa na hofu yoyote. Onyo lilipuuzwa. Siku ya Aprili 14 Titanic ilipokea onyo nyingi kuhusu barafu, lakini Captain aliendelea kuendesha kwa kasi kubwa. Wengi waliamini meli haiwezi kuzama. Ajali ya usiku. Usiku wa manane, karibu saa 5 kamili usiku, walianza kuona barafu mbele. Walinzi waliona barafu mbele. Walijaribu kugeuza meli lakini ilikuwa imechelewa. Barafu ilipasua upande wa meli kwa sehemu kadhaa. Abiria wengi hawakujua kilichotokea. Wengine waliendelea kulala na kucheza muziki. Kadri maji yalivyoanza kuingia, wafanyakazi walianza kuwaamsha watu. Wengine walikataa kuondoka wakizani ni mazoezi. Boti za uokoaji zilianza kushushwa, nyingi zikiwa hazijajaa. Bendi ya muziki iliendelea kupiga muziki ili kuwapa watu utulivu. Walikufa wote. Mgawanyiko wa watu. Wanawake na watoto walipewa kipaumbele. Watu wa daraja la 3 walizuiwa au kuchelewa kufika juu. Wengi walibaki ndani wakisali au kukumbatiana. Maji yalipozidi, meli iliinama sana. Ilivunjika pande mbili. Kisha ikazama kabisa alfajiri. Baada ya kuzama, zaidi ya watu 1500 walifariki. Wengi walikufa kwa baridi kali ya bahari. Waliookolewa wachache tu waliokuwa kwenye boti. Je, Titanic ilipatikana hadi leo? Ndiyo, ilipatikana. Ilipatikana mwaka 1985. Iligunduliwa na Dr. Robert Ballard. Ipo chini ya bahari ya Atlantic, kina cha takriban mita 3800. Vipande viwili vya meli vimetengana kwa umbali mkubwa. Haikufufuliwa juu kwa sababu iko kina kirefu sana. Gharama ni kubwa. Inaheshimiwa kama kaburi la watu waliokufa. Hali yake leo inaendelea kuliwa na bakteria wa chuma. Inaaminika kuwa baada ya miaka mingi ijayo inaweza kutoweka kabisa.
Margaret Brown alikuwa mwanamke wa daraja la kwanza ambaye moyo wa huruma na ujasiri. Usiku wa Aprili 14 mwaka 1912 alikuwa amelala chumbani kwake wakati mtikisiko mdogo ulipoitikisa Titanic. Hakujua nini, lakini moyo wake ulimwambia jambo si la kawaida. Dakika za hofu. Maji yalianza kuingia chini ya meli. Wafanyakazi waliamuru wanawake na watoto kwanza. Margaret alipandishwa kwenye boti ya uokoaji namba 6, lakini badala ya kukaa kimya, alianza kuuliza, kwa nini turudi? Kuna watu bado wako majini. Afisa aliyekuwa akiendesha boti alikataa kurudi. Margaret alimkabili akitaka waokoe wengine. Wakiwa ndani ya boti walisikia watu wengi wakipiga kelele baharini. Kilio kilidumu kwa dakika chache, kisha ukimya mzito ulitanda. Margaret aligawa blanketi, aliwatia moyo wanawake walikuwa wakilia na akaongoza kupiga makasia ili wasiandamwe na mawimbi. Asubuhi meli ya Kaparathia ilifika. Margaret alipanda akiwa amechoka lakini hai. Lakini hakuishia hapo. Baada ya janga ndani ya Kaparathia, alikusanya pesa kusaidia manusura maskini. Aliwatetea wafanyakazi wa Titanic wasilaumiwe. Aliitwa na magazeti The Unsinkable Molly Brown asiyezama. Aliendelea maisha yake akiwa ishara ya ujasiri na ubinadamu. Kwa nini hadithi yake ni muhimu? Inaonyesha huruma katikati ya maafa. Inaonyesha kuwa mashujaa si lazima wawe maarufu. Inaonyesha kuwa hata kuokoka unaweza kuwaokoa wengine kwa moyo wako. Unajua hadithi zilizochezwa kutokana na meli hii kuzama? Moja ya mambo ya kweli kwenye filamu. Meli na kuzama. Titanic iligonga barafu usiku wa Aprili 14 mwaka 1912. Iligawanyika vipande viwili kabla ya kuzama. Ilichukua takriban saa 2 na dakika 40 kuzama. Ilizama katika bahari ya Atlantic ya kaskazini. Haya yote ni ukweli wa kihistoria. Bendi kupiga mziki mpaka mwisho. Bendi ya mziki ilipiga mziki wakati meli inazama. Walifanya hivyo ili kutuliza watu. Wote walifariki. Hii ni ukweli kabisa na si hadithi ya kubuniwa. Boti za uokoaji. Kulikuwa na boti chache kuliko idadi ya watu. Boti nyingi zilishushwa bila kujazwa kikamilifu. Wanawake na watoto walipewa kipaumbele. Haya yote ni mambo yaliyotokea kweli. Baridi kali iliua watu. Watu wengi hawakufa kwa kuzama bali kwa baridi kali ya maji. Hili pia ni ukweli wa kisayansi na kihistoria. Mambo yaliyobuniwa kwenye filamu. Jack pamoja na Rose. Jack Dawson na Rose DeWitt Bukata hawakuwepo. Walikuwa wahusika wa kubuniwa ili kuonyesha tofauti ya matajiri na maskini. Kutoa hadithi ya mapenzi, lakini waliotokana na maisha halisi ya abiria wengi. Rose kufungwa ndani. Hakuna ushahidi kuwa mwanamke alifungwa ndani makusudi kama ilivyoonyeshwa. Hii ili kuongeza msisimko wa filamu. Afisa kujipiga risasi. Kuna tetesi lakini hakuna ushahidi wa uhakika. Filamu ilichagua upande mmoja wa hadithi. Hii ni sehemu yenye utata na si ukweli uliothibitishwa. Mlango alioweza kumchukua Jack. Ukweli mlango ungeweza kubeba uzito wa wote wawili, lakini usingeweza kubaki juu ya maji bila kuzama. Jack alijitoa makusudi ili Rose aishi. Hili ni uamuzi wa kihisia wa filamu, si tukio la kihistoria. Ukweli mkubwa kuhusu filamu ni mkurugenzi James Cameron. Alifanya utafiti mkubwa sana. Alishuka chini ya bahari kuiona Titanic halisi. Alirekebisha filamu kadhaa baada ya wanahistoria kusahihisha makosa. Ndiyo maana filamu inachukuliwa kuwa moja ya filamu sahihi kihistoria licha ya hadithi ya mapenzi kubuniwa. Janga la Titanic ni ukweli. Mapenzi ya Jack na Rose hadithi ya kubuni. Maumivu, hofu na vifo ukweli halisi. Ndiyo mambo muhimu yaliyotokea katika ajali ya Titanic katika bahari ya Atlantic. Mimi ni Queen Liz, mtazamaji wa Neli TV, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo, burudani, muziki
pamoja na historia mbalimbali, matukio mbalimbali ya kale tunakuletea hapa Nile TV. Endelea kutufuatilia hadi wakati mwingine. Kwaheri.